Chombo pekee chenye mamlaka ya mwisho katika utoaji wa haki ni Mahakama ya Tanzania. Mahakama ina wajibu mkubwa sana wa kutoa haki kwa sababu ndicho chombo cha mwisho na ndicho kimepewa na majukumu hayo kikatiba. Na katika kutekeleza majukumu hayo imekuwa ikitoa mchango mkubwa katika ustawi wa maendeleo ya taifa. Katika kutoa haki, Mahakama ya Tanzania imekuwa ikitoa maamuzi ya migogoro mbalimbali kama vile ya uhifadhi wa mali asili, masuala ya kodi, ardhi na mikataba, hivyo kuleta utatuzi wa migogoro hiyo. Katika utatuzi wa migogoro hiyo, mahakama imekuwa ikitoa mchango mkubwa sana katika ustawi wa maendeleo ya taifa letu. Mahakama ya Tanzania imekuwa ikitoa elimu kwa jamii juu ya sheria mbalimbali, hivyo kuleta uelewa wa pamoja katika masuala yote ya kisheria. Mahakama imekuwa ikitoa elimu kupitia maamuzi, vyombo vya habari na kwa njia ya mitandao. Hii huchangia kuongezeka uelewa wa wananchi kuhusu sheria na haki zao, hivyo kujenga jamii inayoheshimu sheria. Pia imesaidia kuleta usawa katika jamii na kila mmoja kutambua wajibu wake katika kukuza ustawi na maendeleo ya taifa. Mnamo mwezi Oktoba mwaka 2025, Mahakama ya Tanzania iliweka mkakati wa kusikiliza mashauri ya kimkakati 2128 yanayohusu biashara, kodi, benki, ardhi na uwekezaji, baada ya kubaini kuwa mashauri hayo yalikuwa yameshikilia kiasi cha shilingi za Kitanzania trilioni 9 na bilioni 400. Mkakati huo ulianza kutekelezwa tarehe 10 Novemba mwaka 2025 na hadi kufikia tarehe 4 Disemba 2025, jumla ya mashauri 1527 sawa na 72% yalikuwa yamekamilika. Kwa kanda ya Ruvuma mashauri 22 yaliingia kwenye mkakati na tulifanikiwa kumaliza jumla ya mashauri 19 sawa na 86%. Hatua hii ilisaidia kufungua shughuli za kiuchumi zilizokuwa zimesimama kutokana na uwepo wa mashauri hayo mahakamani, hivyo kuchangia ustawi wa jamii na maendeleo ya taifa. Mahakama inaendelea kuboresha upatikanaji wa haki kwa kuongeza huduma za mahakama za mwanzo kupitia uanzishwaji wa mahakama za mwanzo karibu na wananchi ili kupunguza umbali wa wananchi kufuatia huduma za haki na kuhakikisha upatikanaji wa huduma hizo kwa gharama nafuu na kwa wakati muafaka. Mathalan, katika kanda yetu ya Songea, mahakama ipo katika hatua za mwisho za ujenzi wa mahakama mpya za mwanzo katika maeneo ya Msamala na Lilondo ndani ya wilaya ya Songea. Hapo awali, wananchi wa maeneo hayo walipaswa kusafiri umbali mrefu ili kupata huduma za mahakama. Kauli mbiu hii imebeba uzito mkubwa na inaakisi ukweli kwamba hakuna maendeleo ya kweli bila ulinzi wa haki, utawala wa sheria na misingi ya utawala bora. Mahakama ni moja kati ya mihimili mitatu ya dola ambao umeundwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muhimili huu huamua mwelekeo wa haki, uaminifu na utulivu wa taifa. Taifa linapokuwa na mfumo wa utoaji haki unaoaminika, unaofanya kazi kwa ufanisi na unaoweka mbele maslahi ya wananchi bila upendeleo, dhuluma wala hiana, na kuleta hali ya watu kuwa na matumaini, basi ustawi wa kiuchumi, kijamii na kisiasa huimarika.